Pendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tena tuendelee na mfululizo wa tafakari zetu ambazo tunawaleteeni tafakari za kila Jumapili. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekuwa nasi kwa wiki nzima, na tumuombe Mungu Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, kutuangazia mimi naye kushirikisha haya, na wewe unayesikiliza haya maneno matakatifu ya Mungu, mimi na wewe yaweze kutusaidia kutujenga kumfahamu Kristo vizuri, na hivyo kuweza kuishi kadri ya mapenzi ya Mungu kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Wapendwa katika Kristo, tafakari hii inayokuleteeni ni tafakari ya Dominika ya 19 ya mwaka A wa kanisa. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya ya 9a na aya ya 11 mpaka ya 13a. Ufupisho wa somo hili ukoje? Ukipata muda ni kuombe usome vizuri, soma somo lote vizuri. Katika somo hili la kwanza kutoka kitabu cha kwanza cha Wafalme, tunakutana na nabii Elia akiwa amekata tamaa na kukimbia kwa hofu baada ya kutishiwa kuuawa. Kwa nini alitishiwa kuuawa? Ni baada ya Elia kuwashinda manabii wa Baal kwenye mlima Karmeli, kama tunavyosoma kwenye kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 18. Sasa Malkia Yezebeli aliapa kumuua. Kumbe Elia akaogopa, akakimbia kuelekea jangwani ili aweze kuokoa maisha yake. Na alipofika pale mlima Horeb, akiwa anataka kukutana na Mungu, kukatokea upepo mkali, na Elia akajua kwamba labda hapa Mungu anatokea katika upepo mkali, kwa sababu Mungu ni mwenye nguvu. Kukatokea tetemeko la ardhi, moto, lakini Mungu hakuweza kuwemo humo, bali kulipotokea upepo mwanana, upepo mzuri hivi, ndipo Mungu alikuwa humo, sauti ile ya upepo mwanana. Kumbe Elia ndipo akatambua uwepo wa Mungu na akapata nguvu ya kuendelea na utume wake. Sasa wapendwa ndugu zangu katika Kristo, tunapata ujumbe gani kutokana na somo hili? Ni kwamba hata watumishi wa Mungu, fikiria kama nabii Elia alivyokuwa ni kati ya manabii wakubwa wa Agano la Kale, aliweza kupata shida sana. Alikata tamaa ya kuuawa, akaogopa, akakimbia, lakini Mungu alimfuata Elia. Mungu baadaye akamfariji na kumpa nguvu za kuendelea na utume. Ndiyo maana mimi kama mchungaji, kama padre, we kama mlei, mtawa, wote wana kanisa, tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu, wakati mwingine si kwamba mambo yataenda vizuri, tutapambana na magumu hapa na pale, kukataliwa na watu ambao wataki dini iendelee mbele, wengine basi kwa chuki zao binafsi, wengine kuona kwa nini upate mafanikio katika utume huu, pengine wengine unapata upinzani kutoka kwa wanasiasa. Nchi nyingine, dini nyingine hazitaki hata Ukristo uenee, lakini bado tunahubiri neno la Mungu. Kwa hiyo usikate tamaa, Mungu bado yuko pamoja nawe. Na ndivyo utakavyosikia kwenye Injili pia kitu cha namna hiyo. Ni pale katika magumu Mwenyezi Mungu anakuja kukuokoa na kusema, mwanangu, usikate tamaa, endelea na kumtangaza Bwana wetu huyu Yesu Kristo. Somo la pili natoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya 1 mpaka ya 15. Hapa Mtume Paulo anaeleza huzuni kubwa anayokuwa nayo kwa sababu ndugu zake Wayahudi wengi hawakumkubali Kristo kama Masiha.
Na hivyo sasa, ingawa walipokea agano, sheria na ahadi na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu tangu za Ibrahimu, bado wengi walimkataa Masia. Lakini Mtume Paulo anaendelea kuwaombea tena kwa upendo na kuwa na matumaini pamoja nao. Sasa tunajifunza nini? Ndugu zangu wapendwa, imani ya kweli inaendana na matendo yetu. Mkristo wa kweli hapaswi kuachwa peke yake. Mkristo wa kweli hata kama amepotoka au amekata tamaa, tusimwache peke yake. Na si Mkristo tu, sisi tunalo jukumu la kuwaombea na kuwaletea habari njema. Kwanza wale ambao hawajamsikia Kristo, lakini vile vile wapo ambao wamemsikia Kristo lakini wakampokea, pengine wakabatizwa na kadhalika, ila baadaye wakakata tamaa, wakaregea. Wote hao tuwaombee, na hata wale ambao wanamkataa Kristo waziwazi na wanatupinga, tuwaombee Kristo huyu aweze kuwagusa na kuwabadilisha mioyo yao, kwa sababu Kristo amekuja kwa watu wote, sio kwa ajili ya kundi fulani tu la watu. Sasa twende kwenye tafakari ya somo la Injili, ambayo naweza nikasema sehemu kubwa ya tafakari yangu nitapenda niilenge kwenye somo hili la Injili. Injili inatoka Mathayo sura ya 14 aya ya 22 mpaka ya 23, na ni mwendelezo wa Injili ya Jumapili ya 18 tuliyoisikia Jumapili iliyopita. Mnakumbuka Jumapili iliyopita tulishia sura ya 14 mstari wa 21, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo aliwalisha wanaume 5,000 bila kuhesabu sasa wanawake na watoto, mikate 5 na samaki 2. Sasa baada ya muujiza huo, sasa Yesu ndio akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele. Tusikilize hili somo nilisome kama lilivyo, upate uhondo wake vizuri na ujumbe wa Mungu. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwemo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, kila mara nikisoma somo hili, Injili hii, inanikumbusha safari moja niliyoifanya miaka michache iliyopita. Nilielekea kwenye visiwa vya Ushelisheli. Nilikuwa nimeenda kutoa mafungo kwa masista. Basi kwanza tulipata shida kwa namna fulani mara mbili. Nilipanda ndege Dar es Salaam nikaelekea Nairobi. Nairobi nikachukua ndege kuelekea Ushelisheli. Visiwa vya Ushelisheli viko bahari ya Hindi.
kutoka labda Nairobi kuelekea mpaka Ushelisheli inaweza kuwa risali moja mpaka mawili kwa ndege. Tulipotoka Nairobi tukaingia sasa, tukaenda tukafika baharini na kwa ndege. Sasa kwa vile vile ni visiwa kama Zanzibar vidogo sana, hali ya hewa ilikuwa mbaya kule visiwani. Kwa hiyo rubani akatuambia tuwezi tukatua na geuza ndege kurudi Nairobi. Akageuza ndege akarudi Nairobi, tukalala. Kesho asubuhi tukapanda ndege tena tukaelekea kule. Tukafika salama. Basi nikafanya kazi yangu ya siku 9 kuwapa mafungo masista. Sasa siku moja wakasema twende tutembeze uone nchi yetu ilivyo, visiwa vyetu. Asubuhi na mapema tukapanda boti kama zile za Azam za kutoka pale Dar es Salaam kuelekea Zanzibar. Tukaenda asubuhi vizuri. Jioni wakati tunarudi kwenye mida ya saa 2 hivi usiku, kulikuwa na mawimbi. Nilikuwa nimekaa karibu na dirisha, ilibidi nitoke kwa hofu. Wimbi linakuwa kubwa hivi utafikiri litaifunika ile boti. Halafu boti inayumba, watu wengine wanatapika na kadhalika. Nilijuta nikasema mara 100 nisingelikuwa nimepanda boti hii. Maji ni kitu kingine, na hasa kwa watu kama sisi ambao tujazoea maji. Mimi nimezaliwa sehemu kuna mito na maziwa madogo madogo, lakini sikujua namna ya kuogelea na maji, sikuyazoea. Tabora ndio usiseme hakuna maji. Kwa wapendwa, somo hili linanikumbusha nguvu za maji zilivyo, na zinaweza zikaogopesha pamoja na uzuri wake. Sasa hapa ninapoendelea na tafakari hii, nilikuwa napenda nigusie kitu kimoja hapa. Kuna baadhi ya maneno ambayo ni ya muhimu sana niyagusie, nitoe katekesi kidogo ya Biblia. Sitakuwa na haraka. Najua wengine mnasema MB zetu zinaisha. Zikiisha mna shida, Mungu atakujali, utapata pesa, utanunua MB zingine. Na wenye MB wataendelea. Ule mstari wa 22 unaanza hivi: Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni. Sasa aliwalazimisha maana yake nini? Huu mstari unasema kabisa hivi wa 22. Mara Yesu akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani watangulie ng'ambo, huku yeye akiwaaga makutano. Mathayo 14 mstari wa 24. Ndio mstari unaoanza kabisa. Sasa neno hili aliwalazimisha ni muhimu sana katika injili ya leo. Katika Kigiriki cha Agano Jipya, hili neno limetokana na kitenzi, neno la Kigiriki anakazo, ambacho maana yake ni hii: kulazimisha, kusisitiza kwa nguvu, kushurutishwa au kumhimiza mtu afanye jambo hata kama hataki. Ya neno hilo la Kigiriki maana yake. Sasa hii inaimaanisha kwamba Yesu aliwatendea wanafunzi wake, hii haimaanishi kwamba Yesu aliwatendea wanafunzi wake kwa ukatili, kuwalazimisha, kuwashurutisha waingie chomboni. Hapana. Bali Yesu aliwapa amri ya wazi ambayo hawakuwa tayari kuifuata kwa hiari wakati huo. Na kwa nini Yesu aliwalazimisha? Sasa tuende. Hawakuwa tayari kuifuata kwa wakati huo, ndio maana aliwalazimisha. Na inawezekana utafikiri kama iko kama hasi. Hapana. Kwa nini aliwalazimisha? Na kuja kwa nini? Baada ya muujiza ule uliotangulia somo hili ambalo tulisikia Jumapili iliyopita, kuwalisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2, Mathayo sura ya 14 mstari wa 13 mpaka 21, kulikuwa na hali ya msisimko mkubwa sana miongoni mwa watu wale 5,000 na wengine ambao walikuwa hawajahesabiwa, wakiwemo na mitume wa Yesu. Msisimko huo ulitokana na nini? Ulitokana na kwamba watu, kwa mujibu kimsingi wa Injili ya Yohane, unajua somo hili linafutua kwenye Yohane pia, watu walitaka kumfanya Yesu kuwa mfalme kwa nguvu. Yohana 6 mstari wa 15. Unataka kumfanya kuwa mfalme kwa nguvu kwa sababu aliona huyu mtu anayefanya miujiza ya hivi atatufaa huyu. Kwa kulikuwa na msimiko kama wale watu wahubiri wanaodai kuna miujiza, mtu anaguswa, sijui maana kiweta anatembea. Sasa sijui ni miujiza gani, mimi sitaki kuingilia huko.
unaona watu wanaguswa na vitu ambavyo vinaonekana kwa aliona huyu bwana ana uwezo mkubwa sana. Sasa inawezekana pia pamoja na kwamba haijaandikwa, pengine na wanafunzi wake walikuwa na mawazo kama hayo ya wale watu waliotaka kumshika Yesu kumfanya mfalme. Kumbe waliona umati unamshangilia Yesu na labda walitamani aingie katika utawala wa kisiasa, wale mitume wake pengine. Na Yesu alijua mawazo hayo hayakuwa sehemu ya mpango wa Baba kwamba akamata awe mfalme hivi. Hapana, haikuwa mpango wa Baba huo. Ndiyo maana point inakuja sasa. Yesu aliwaondoa wanafunzi wake kutoka kwenye umati, akawatuma wavuke ziwa, naye akabaki akiwaaga watu na kwenda mlimani kusali. Unaona hayo mazingira yalazimisha kuondoka pale. Sasa kuna mafundisho gani ya kiroho sasa hapa? Cha kwanza, Yesu wakati mwingine hutuelekeza njia tusiyoipenda katika maisha yetu. Tunaweza kutaka kubaki mahali panapofurahisha, lakini Yesu anatupeleka mara ambapo imani yetu itakomaa zaidi. Mitume wangependa wabaki pale, kama pale kwenye mlima Tabori Yesu alipogeuka, shughuli nzuri tubaki hapa tujenge vibanda vitatu, cha kwako, cha Elia, naona tujenge vibanda vitatu. Yesu Petro alitamani alipoona ule utukufu, lakini Yesu anasema hapana, nilikuwa nawaonyesha tu ule utukufu wa Baba. Na hawa mitume ni hivyo. Ndugu yangu, hata sisi, tena nianze na sisi mapadri. Wakati mwingine unapokaa kwa mfano kwenye parokia au taasisi, watu pengine wakaonekana kupenda na ukawa unafanya kazi vizuri, aisa siku askofu akwambia anakuhamisha, huwa inaumiza. Hata na waamini wengine wanakuja unakuta wakati mwingine wenyewe kama wanakuhamasisha kuumia. Sasa baba askofu anakukatili, haoni kwamba umefanya mambo makubwa haya kweli? Lakini yeye mkubwa yule baba askofu ameona akuhamishe pale, pengine kuna mara ambapo kuna uhitaji mkubwa kuliko pale, au pengine ameona kwa kufanya mazuri haya nenda ukayafanya na sehemu nyingine ambapo kuna uhitaji zaidi. Na wewe sasa utabaki pale miaka yote? Haiwezekani. Lakini pengine vile vile askofu anakuandalia mambo mengine. Kwa hiyo Yesu wakati mwingine hutuelekeza njia tusiyoipenda, lakini mbele yake kuna mazuri. Tutaona ni kivipi. Lakini la pili tunalojifunza kutokana na hilo neno la kuwalazimisha hapo na Injili kwa ujumla hii, kabla ya muujiza mwingine kuna utiifu. Yesu alikuwa amefanya muujiza ule wa kuwalisha watu 5,000 na akawalazimisha wapande mashua waingie kwenye maji, na huko ndio alitenda muujiza ule. Alipowajia usiku ule anatembea juu ya maji, Petro na mwenyewe akaanza akamwambia niamuru nije, akaja. Alipoangalia wimbi lile la maji akaogopa, akazama. Baadaye akamshika mkono, na yeye Petro na Yesu walipoingia chomboni kukawa shwari. Muujiza ule uliwashangaza sana. Mnakumbuka mpaka kwenye mashua ile watu wakamsujudu Yesu, wakasema huyu ni mwana wa Mungu. Ni muujiza huo. Kumbe Yesu alitaka wawe na utiifu ule, kumkubalia maelekezo yake ya kuwalazimisha, kuwataka kuwapa maelekezo. Ule utii wao wa kubali, na wakaenda wakapata shida, upepo wenye nguvu wa ambisho. Nitaeleza maana ya upepo wa ambisho, maana yake nini. Wakapata muujiza mwingine, ndio imani yao ikazidi kukomaa zaidi, shida zikazidi kwa komaza. Kwa hiyo unaona Yesu tukimtii anatengeneza miujiza mingi katika maisha yetu. Na si Yesu tu, ni wazi Yesu ni Mungu. Hata wakubwa wetu, viongozi wetu wa dini, mapadri wetu watii, maaskofu wetu, wakubwa wa mashirika na kadhalika, wanatuelekeza vitu vizuri sana. Vitu vizuri sana. Mungu sasa ndiye namba moja kumtii. Kazini ulipo, mtii bosi wako, mkubwa wako wa kazi. Lazima tuwe na namna fulani ya kiutawala kusaidia kusudi neno la Mungu liweze kufanya nini? Kwenda mbele. Lakini neno la tatu tunalojifunza hapa, Yesu
huondoa watu wake katika mazingira ya majaribu. Aliwalinda wanafunzi wasije wakachukuliwa na shauku ya umaarufu au matarajio ya kisiasa ya umati. Niligusia kidogo. Si walitaka kumshika Yesu awe mfalme baada ya kuona ametenda yule muujiza. Sasa Yesu akawaondoa wanafunzi wake na wenyewe wasije wakaingia kwenye tatizo hilo la kishawishi hicho. Na ndiyo maana kishawishi ni kitu kingine. Na sasa kishawishi kinapokuwa ni kizuri, kuwa makini sana. Inatupata sana. Si wachungaji sisi, si ninyi walei. Unapokuwa unaona mafanikio unafanya, hapo shetani ndipo anapoingilia na kukuhamisha katika shughuli zako unazozifanya, ziwe za kiroho, ziwe za kimwili. Kwa tuwe makini sana. Na shetani huyu anayetushawishi ana mbinu nyingi. Pale ambapo kitu unachokipenda ndipo anapoingilia pale. Pale ambapo una maweza, hapo ndipo anapoingilia pale. Hawezi kujaribu kwa kitu ambacho anaona huweza. Ndio ujanja wa shetani. Kwa wapendwa ndugu zangu, tuwe makini katika hilo. Sasa baada ya kuona hilo, ni ajabu kabisa. Ni jambo la kushangaza kwamba dhoruba iliwapata wanafunzi, kama tulivyosikia ule upepo wa mbisho, dhoruba kali, chombo kawa hawana amani. Si kwamba dhoruba hiyo, misukosuko ya bahari iliwapata kwa sababu ya kutomtii Yesu, hapana. Bali walipata changamoto hizo kutokana na kumtii Yesu. Walikuwa baharini kwa sababu walifanya kile Yesu alichowaamuru utii, niliyoongelea. Hivi wakati mwingine katika maisha ya Mkristo, kutii mapenzi ya Mungu hakukuepushi na dhoruba katika maisha, na badala yake dhoruba inaweza kuwa sehemu ya safari ambayo Mungu anaitumia kukuonesha ukuu wake na kuimarisha katika imani. Walipata dhoruba, misukosuko, lakini Yesu alipoituliza wakasema, kweli huyu ni mwana wa Mungu. Ukawa muujiza wa pili baada ya kuwalisha watu 5,000. Na wakaona hili, hapana, huyu ni mwana wa Mungu, wakamsujudia. Kwa unaona Mungu anaweza kutumia dhoruba kufanya wewe ufahamu kuwa Mungu na kudhibitisha katika imani. Hivyo neno haliwalazimisha. Linaonyesha uamuzi thabiti wa Yesu wa kuwaondoa wanafunzi wake katika mazingira ambayo yangewapotosha na kuwaingiza katika mpango wa Mungu, hata kama wakati huo hawakuelewa sababu yake. Hili ndilo linalofungua njia ya tukio linalofuata la Yesu kutembea juu ya maji na kuwafundisha kumtumainia katika dhoruba za maisha. Kuna maneno mengine hapa ni vema niyaseme na yenyewe, katekesi ya Biblia. Wanasema Yesu aliwatokea pale wakati wa zamu ya 4 ya usiku. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Mathayo 14:25. Sasa zamu ya 4 ya usiku ina maana gani? Katekesi ya Biblia, tuendelee. Haya yana maana ya kihistoria kwa kweli. Wakati wa zamu ya 4 ya usiku, wakati wa Yesu kipindi kile, Wayahudi walikuwa wameanza kutumia mfumo wa Kirumi wa kugawa usiku, kugawa katika mafungu 4. Zamu ya kwanza ni saa 12 jioni mpaka saa 3 usiku. Zamu ya pili ya usiku ni saa 3 usiku mpaka saa 6. Zamu ya tatu ni saa 6 mpaka saa 9 alfajiri, na zamu ya 4 ni saa 9 alfajiri mpaka saa 12 asubuhi. Yaani mafungu haya 4. Kwa hiyo sasa wanaposema kwamba zamu ya 4 ya usiku, maana yake ilikuwa kati ya saa 9 alfajiri pale mpaka saa 12 asubuhi. Kwa hiyo unaona Yesu kama aliwaruhusu watoto mitume wake waingie kwenye mashua jioni saa 12, hata kama ni saa 1 saa 2, alikuja kuwakuta baharini kati ya saa 9 za alfajiri na saa 12 hapo. Sasa fikiria walivyokuwa wamehangaika mpaka wamekata tamaa. Masaa mengi wako wanahangaika kwenye maji. Sasa wanafunzi walikuwa wamehangaika saa nyingi wakipambana na mawimbi na upepo. Yesu hakuwajia mara moja. Aliwaacha wapambane kwa muda, lakini hakuwasahau. Alikuja wakati ambao walikuwa wamechoka, wamekata tamaa na nguvu zimewaishia. Nini maana yake ya kiroho? Nini maana yake ya kiroho?
Mungu ana wakati wake. Anaweza kuonekana kuchelewa, lakini hachelewi kamwe kwa mpango wake. Kwake Mwenyezi Mungu hakuna kuchelewa. Sisi ndio tunachelewa. Kwa Mungu hakuna kuchelewa. Lakini Yesu huja pale ambapo uwezo wetu unaishia. Anapotokea hutufundisha kwamba ushindi unatokana na uwepo wake, si nguvu zetu. Aliwacha wahangaike, yani walipokuwa sasa hawana namna, ndiye akatokea akaonyesha nguvu zake. Hii inataka kufanana na pale Yesu alipomhuisha yule Lazaro aliyekuwa amekufa. Walimuita aja muone, akamwacha akafariki. Alafu zikapita siku 4, mwili ukaanza kunuka, umeshazikwa, ndiye akatokea na akamhuisha. Alitaka awaoneshe nguvu zake. Kumbe wakati mwingine Yesu anatuacha tupate shida au matatizo kusudi tuje tuone nguvu zake zinavyofanya kazi. Lakini kitu kingine, mapambazuko huja baada ya usiku mrefu. Zamu ya 4 ya usiku, maana yake saa 9 alfajiri mpaka saa 12 asubuhi, ni ishara kwamba giza linakaribia kuisha na mwanga unakaribia kuchomoza. Kumbe kuna nyakati ambapo tunaomba kwa muda mrefu bila kuona jibu. Tunaweza kuhisi kama Yesu yuko mbali, lakini Injili hii inatuhakikishia kwamba Yesu huja katika zamu ya 4 ya usiku. Tuko pamoja wapendwa? Yaani ule wakati ambao kwa mtazamo wako na wa kwangu wa kibinadamu tunakuwa tumekata tamaa. Anakuja kwa wakati wake, si kwa ratiba yetu. Tusimwekee Mwenyezi Mungu ratiba. Na ndio maana tunaposali daima tuwe tunasema mapenzi yako yatimizwe. Usimwombe Mungu, naomba mtoto wangu afaulu mtihani wa darasa la 7. Labda na mpango asifaulu vizuri sasa hivi, aje afaulu baadaye. Au unasema nilime nipate pesa nyingi. Labda ukipata pesa nyingi unaenda kunywa pombe na kuzichezea. Au anakuacha uhangaike kusudi ukomae kwa maisha yanayokuja baadaye kuimarisha. Kwa huo ndio mpango wa Mungu. Kitu kingine hapa, maneno mengine, na upepo ulikuwa wa mbisho. Mathayo ile sura ya 14 mstari wa 24. Mashua ilikuwa mbali na nchi ikisukumwa na mawimbi, kwa maana upepo ulikuwa mbisho. Sasa neno upepo wa mbisho, yani mbisho, lina maana kupingana, kwenda kinyume au kuzuia maendeleo. Kama boti ilikuwa inaenda hivi, upepo ulikuwa ni kinyume chake. Kama unaendesha baisikeli, kwa unaendesha hata baisikeli, upepo uko unaenda kinyume chako, hata unatumia nguvu zaidi. Sasa baharini au kwenye ziwa, wanaotumia maboti wanafahamu, upepo ukiwa kinyume chako unaenda hivi na wenyewe unakuja hivi, uwezi ukaenda, unatumia nguvu nyingi. Nguvu nyingi. Hata ingilikuwa pikipiki, hata gari, kwa mfano kumbuka kama maeneo ya Singida, uko unaelekea Arusha pale. Kuna kipindi nilipita pale na kuruza hadi top. Tuko watu kama 5. Kulikuwa na upepo wa mbisho mpaka ulikuwa unasikia gia kabisa, unaweka gia unaona gari mpaka linayumba. Ndio upepo wa mbisho. Sasa upepo huu unavuma kutoka mbele kinyume na mwelekeo unakokuwa mnaenda. Na hivyo unaifanya safari iwe ngumu. Upepo unawarudisha nyuma. Ndio upepo uliowakumba wanafunzi wa Yesu. Wakachukua masaa mengi, karibu masaa 8 9 wako majini. Kumbe katika muktadha wa Injili, wanafunzi walikuwa wanamtii Yesu kwa kuvuka bahari, lakini walikumbana na mawimbi makubwa, upepo unaowazuia, unawapinga, na safari iliyokuwa haiendelei kwa urahisi. Hii inatuonesha kuwa kutii mapenzi ya Mungu hakumaanishi kutokutana na vikwazo. Wakati mwingine unapokuwa katika njia sahihi kabisa, ndipo unapokutana na upepo wa mbisho katika maisha yako. Na hata kama unasali, unatenda matendo mazuri na kadhalika, bado utakutana na upepo wa mbisho katika maisha. Upepo wa mbisho unaweza ukawakilisha mambo mengi katika maisha yetu. Yale mambo ambayo yanazuia maendeleo yetu, magonjwa, upinzani kutoka kwa watu, majaribu na vishawishi, hofu na kukata tamaa, familia zetu na kadhalika. Lakini ujumbe wa Injili ya leo unasema kwamba Yesu huwajia wanafunzi wake katikati ya upepo wa mbisho. Si baada ya upepo kuisha, wakati upepo upo pale. Kumbe uwepo wake ndio unaowapa amani na nguvu ya kuendelea.
Lakini tuendelee kusema hivi, hii injili na mambo mengi na neno la Mungu huwezi ukalimaliza. Katika maisha wapendwa, Yesu anatushika mkono. Yesu alipomwambia njoo, akaanza kutembea. Alipoona wimbi linakuwa kubwa, akazama. Unapokuwa katika maisha ukiangalia hivi vitu vya pembeni bila kujishikamanisha na Yesu, na wewe utazama. Daima maisha yako yaweke kwa Yesu. Lakini kitu kingine cha muhimu sana wapendwa, wapendwa, katika yote hebu tuendelee kumtambua Yesu. Yesu ametufanyia mambo mengi sana na hajatuacha, na sisi tumsubirie, tuseme kwamba kweli wewe ndiwe mwana wa Mungu. Tuishie hapo, tutaendelea siku nyingine. Mungu akubariki sana. Tuombeane, tujishikamanishe na Yesu. Yesu anatenda miujiza mingi. Yesu endelea kututendea miujiza. Tuitambue. Tunapopata na upepo wa mbisho, tusikate tamaa, tunajua kwamba wewe unakuja. Na daima tunapotaka kuzama, tushike mkono kama ulivyomshika Petro. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nikutakie Jumapili njema na wakati mwema katika maisha yako. Kama una swali, una maoni, weka hapo chini kwenye simu yako, weka comments zako. Wanaonisikia kwenye Radio FM, basi unaweza ukanitumia maswali inbox. Na nimeanza kipindi cha Uliza Padri, darasa la imani. Nitumie maswali yenu, nitumie maswali yenu. Namba yangu ya WhatsApp ni 0786 52 1904. 0786 52 1904. Inaonekana hapo chini, hapo hiyo namba yangu. Nitumie maswali yenu au mawazo yenu, tuzidi kuboresha hiki kipindi. Mungu akubariki sana. Amani ya Bwana iwe nawe. Amina.